kutoka kwenye tamko letu ambalo naamini limebeba yale ambayo kama wadau au wanawake au makundi tunaoshughulika na wanawake, vijana na makundi mengine yameelezwa kwa kina zaidi. Lakini mimi nitasisitiza tu kwa Tanzania ni yetu sote na Tanzania inajengwa na makundi yote, wanawake, wanaume, watoto na makundi yote ikiwepo watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wote tuna haki sawa. Tumeona katika miaka ya karibuni hata wasichana wengi wamekuwa na shauku na hamu ya kutamani kuwa viongozi kwa sababu tu kuona kuna viongozi wanawake ambao wameshika nafasi kubwa ambayo kwa historia ya Tanzania haikuwahi kutokea. Kwa hiyo hii imewahamasisha wasichana wengi, mabinti wadogo, wa umri wa kati na wakubwa kutamani kuwa na sisi miaka ya mbeleni tuweze kushiriki kwenye nafasi za maamuzi. Na wameonekana katika vyombo mbalimbali vya habari wakionyesha uwezo wao. Hii inatupa mwongozo na mwanga kuwa kumbe wapo watu wakionyesha mifano wanaweza wakavuta watu wengi ambao wako nyuma na wakashika nafasi zile ambazo kwa miaka mingi kuanzia Beijing mpaka leo tumeendelea kupigania hizi nafasi. Lakini niendelee kusema tu, huwa kuna changamoto pale ambapo mwanamke anashika nafasi ya uongozi. Changamoto yote inayotokea kwenye mfumo wa uongozi, naamini hakuna mfumo wote wa siasa au mfumo wote wa uongozi ambao hauna changamoto. Lakini kumekuwa na desturi kuwa changamoto zinavyotokea pale ambapo mwanamke ameshika hatamu au ameshika nafasi ya uongozi kwa level yoyote, iwe kuanzia udiwani, iwe kwenye ubunge mpaka uraisi, zimekuwa changamoto zake zikihusianishwa sana na masuala ya jinsi yake. Kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea, kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea. Watu wanashindwa kuangalia kwa sababu changamoto hii imetokea kwa sababu either ya mfumo au kwa sababu ya usimamizi mbovu labda ya watu ambao wamepewa hayo hiyo nafasi ya kusimamia rasilimali, au kwa sababu watu kuna wachache ambao wanafanya vitu ambavyo sivyo. Lakini kwa sababu ambaye yuko pale kama kiongozi ni mwanamke, basi ule mzigo wote atatwishwa, na hatwishwi kwa sababu either wasaidizi wake wameshindwa kufanya vizuri ama kuna watu wameenda tofauti, lakini atatwishwa kwa sababu ni mwanamke ndio maana haya yanatokea. Kwa hiyo sisi kama wanawake na mimi kama mwanamke kijana naendelea kusisitiza kuwa uongozi ni busara, ni hekima na kutekeleza yale majukumu ambayo wananchi wanatamani yatimizwe kwao. Sera nzuri, mikakati mizuri, kulinda rasilimali zetu za taifa, na hii inaweza kufanya na mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea swala la uongozi na changamoto na mafanikio, basi tuepuke kutaja jinsia. Tumtaje kiongozi kama kiongozi ambaye anaongozwa na mifumo, anaongozwa na miongozo, kwa sababu hakuna mtu atakayekaa kwenye mfumo wote wa uongozi bila kuwa na miongozo. Atakuta miongozo, atakuta sheria, atakuta sera, atakuta watu ambao watamuelekeza. Kwa hiyo tujikite kwenye kuangalia nini kimefanyika bila kuhusianisha na jinsia. Hii itatusaidia sana kwa sababu wapo wasichana wengi ambao wana ndoto. Kwa hiyo kama leo tutapotosha haya, basi tutarudisha nyuma wimbi kubwa la wasichana na watoto ambao leo na kesho wangetamani na wao waje kuwa viongozi wakubwa. Huwezi jua, anaweza kama mtoto wangu mimi au mtoto wako au mtoto wa mwingine. Kwa hiyo tujikite kwenye kuleta hizi positive narration ili kusababisha hizi harakati ambazo tumezipambania kwa wakati mrefu zisirudi nyuma na tukaanza chini kabisa. Asanteni.